Mtazamaji, serikali imeendelea kulaumiwa na kusutwa vikali kutokana na hatua ya kuzima mawimbi ya baadhi ya vituo vya runinga vilivyokuwa vikipeperusha moja kwa moja matangazo ya maandamano siku ya Jumatano. Akizungumza mjini Machakos, mwenyekiti wa chama cha KANU tawi la Machakos Peter Thuva ametaja hatua hiyo ya serikali kuzima vyombo vya habari kama ya kikoloni na iliyopitwa na wakati katika karne ya sasa. Aidha, ametaka serikali kuwarejesha maafisa wa polisi katika mafunzo bora ya kuwakumbusha namna ya kuwatumikia Wakenya, yani refresher courses, ili waweze kujielewa. Akisema ni kutokana na hali hizi za maafisa wa polisi nchini, mauaji ya waandamanaji yameongezeka, na iwapo maafisa hawatapelekwa kupokea mafunzo zaidi ya kumbukumbu, huenda maafa zaidi yakaripotiwa. Napenda kuuliza serikali na hasa mwenye mkubwa wa nchi hii, tafadhali wacheni kuingilia waandishi wa habari. Tunataka kujua chochote ambacho kinafanyika, manake bila waandishi wa habari hakuna kitu tunaweza kujua. Kwa hivyo tafadhali wacheni kuingilia, wacheni wafanye kazi yao vizuri na nyinyi msiwaingilie. Je, mwananchi yule anakaa kijijini angejuaje kile ambacho kinaendelea huko Nairobi au mahali pengine? Kwa hivi tunataka media wapatiwe nafasi, maana yake iko kwa katiba. Watu wapate habari, watu wajue ni kitu gani kinaendelea Kenya, maana yake hatuwezi kukaa kwa giza. Tunasikia tu kulikuwa hivi, kulikuwa hivi. Lakini waandishi wa habari wanatupatia habari na tunajua, tunasikia, tunaona. Hatutaki kitu kinafichwa. Ni kitu gani kinafichwa? Ningeuliza mkubwa wa polisi, kama inawezekana, askari akimaliza mwaka moja, miaka mbili, akionekana vile mwenendo wake huko, arudishwe refresher course kiganjo. Maanake ukirudisha mtu kiganjo kwa refresher course, akili yake inakuwa. Kama alikuwa na tumbo, anafanyishwa paredi na anafanya kazi mpaka akili yake inarudi normal vile alipokuwa alipoandikwa.